الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم. amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadha lahuwa alqasasul haq, hakika haya ndiyo maelezo ya kweli kuhusiana na habari za Isa, kuhusiana na habari za Maryam, kuhusiana na habari za Yahya, kuhusiana na habari za Zakaria, kuhusiana na habari ya mraati Imran. Haya ni maelezo ya kweli, asitokee mtu akatia shaka na maelezo haya. Haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, rabbul arsh, rabbus samawati wal ardh, wama min ilahin illa Allah, na hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah lahuwal azizul hakim, na hakika Allah yeye ndiye mwenye nguvu na ni mwenye hikma katika mambo yake. Inna hadha lahuwal qasasul haq, hakika haya ndiyo maelezo ya kweli. Ay inna hadha alladhi anba'tuka bihi, hakika haya ambayo niliyokupa habari nayo, min amri Isa, kuhusiana na mambo ya Isa huko, na huwa nabaul haq, hiyo ni habari ya kweli, haina shaka. Alladhi la shakka fihi, habari ambayo hapana shaka ndani yake. Wama min ilahin illa Allah, na hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana wama maabudi, hakuna yule mwenye kuabudiwa kwa haki yastahiqu al-ibada, ambaye anastahili kuabudiwa illa Allah, isipokuwa Allah wahdahu, hali ya pekee yake. Wa inna Allah lahuwal azizul hakim, na hakika Allah yeye ni mwenye enzi, manake ni mwenye kushinda, ni mwenye nguvu. Al-hakim, mwenye hikma katika mambo yake. Fa in tawallaw, na wakapanyonga. Fa in tawallaw, na kama watapanyongo, watakengeuka. Fa inna Allah alimun bil mufsidin, hakika Allah ni mjuzi mno kwa wale waharibifu, wale wenye kufanya maharibifu katika ardhi. Anawajua vizuri sana Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaw, na kama watapanyongo, kama watapuuza, watakengeuka. Fa inna Allah, bas hakika Allah subhanahu wa ta'ala, alimun bil mufsidin, ni mjuzi mno kwa wale wenye kufanya uharibifu. Ay fa in a'radu an ittiba'ika wa tasdiqika, kama watapuuza, wakaacha kukufuata wewe na wakaacha kukusadikisha, fahumul mufsiduna, hao ni wenye kufanya uharibifu, hao ni wenye kufanya uharibifu. Wallahu alimun bihim, Allah ni mjuzi kwa wao. Wasayujazihim ala dhalik, na atawalipa Allah tabaraka wa taala juu ya hilo la kufanya ufisadi, kufanya uharibifu. Wasa Allah tabaraka wa taala, Allah atawalipa katika hilo. Qul ya ahla alkitab, sema Muhammad, enyi watu wa vitabu, ta'alau ila kalimatin sawa, jooni katika neno la wasawasawa, jooni katika neno lililo sawasawa. Bainana wa bainakum, kati yetu na kati yenu. Alla na'budu illa Allah, kwamba tutomwabudu isipokuwa Allah. Wala nushrika bihi shay'an, wala hatutomshirikisha Allah na chochote. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, na wala hawatufanya baadhi yetu ba'dan kuwafanyia wenzao, kuwafanya wenzao arbaban, kuwa ni miungu, min dunillahi, asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Fa in tawallaw, na wakikengeuka na wakapanyongo, faqulu, basemeni,
ishhadu bi anna muslimun, basi shuhudini, manake shuhudizeni kwamba hakika sisi ni wenye kunyenyekea, sisi ni wenye kufuata. Qul, sema Muhammad, maana qul ya Muhammad, sema ya Muhammad, ya ahla alkitab, enyi watu mliopewa vitabu. Na ahla alkitabi hapa manake humul yahudi wan nasara, ndio waliopewa kitabu. Mayahudi wamepewa Taurat, manasara wamepewa Injil. Ta'alau ila kalimatin sawa, njooni katika neno lililo sawa. Kalimat adil, neno la uadilifu wa haki, neno la haki. Njooni katika neno hili, naltazimu biha jamia, ili tupate kulazimiana nalo na sote. وهي نال للنلوي أن نخص الله وحده بالعبادة، لكل مخصص شيء الله أن يقول بكيك كتبوابون نلو الحق بيننا وبينكم، كتي تسيس لكتي نميني ألا نعبد إلا الله، وما تسوابود هتتوابود سيسفقوا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا hatutomshirikisha ye Allah na yoyote kitu chochote. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min duni, na wala wasifanyie baadhi yetu wa baadhi ya wengine waungu min duni Allah, badala ya Allah tabaraka. Wasifanye hilo, na nikawa kuna baadhi yetu wanawafanya wenzao kuwa ni waungu wanaoungu min duni Allah, badala ya Allah tabaraka wa taala. Hilo lisifanyike. Fa in tawallaw, na kama watapanyongo na wakapuuza, faqulu, basi waambieni, ishhadu bi anna muslimun, shuhudini, manake shuhudieni ukweli wa kushuhudia, manake ishhadu alaina, shuhudieni kwetu sisi, bi anna muslimun, kwamba sisi ni Waislamu, ay muqaduna li rabbina, manake sisi ni wenye kumfuata Bwana wetu bilubudiyyah wal ikhlas, sawa yako kule kumwabudu na kumtakasia yeye nia. Ya ahla alkitabi, enyi watu mliopewa vitabu, humul yahudi wan nasara, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kwa nini basi mnabishana kuhusiana na Ibrahim? Wama unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'di, na wala haijateremshwa Taurati na Injili isipokuwa baada yake Ibrahim. Afala taqilun, hivi ninyi hamfahamu, hamjui? Na hii ni nizai ambayo ilitokea kati ya Wayahudi na Manaswara, kati makundi mawili haya. Kila kundi moja katika makundi haya mawili linadai kwamba Ibrahim alikuwa katika dini yake. Mayahudi wanadai kwamba Ibrahim dini yake ilikuwa ni dini ya Kiyahudi, na Manaswara nao wanadai kwamba Ibrahim alikuwa katika dini ya Kinasara. Allah tabaraka wa taala anawauliza katika hali ya kuwashushuwaza, tawbih, kuwatahariza, ndio anawaambia, ya ahla alkitab, enyi watu mliopewa vitabu, wa humul yahudi wan nasara, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kwa nini mnazozana, kwa nini mnajadiliana kuhusiana na Ibrahim? Majadiliana na mtu huyu vipi? Wama unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'dihi, na wala haijateremshwa Taurati ambayo ni kitabu cha Mayahudi kwa mtume wa Musa alayhi salatu wasallam, wal injil, na wala vile vile haijateremshwa Injil ambayo ni kitabu cha Manasara kwa mtume wa Isa, illa min ba'dihi, isipokuwa baada yake Ibrahim, walakin min ba'di maut Ibrahim wa dhahabi, isipokuwa baada ya kuwa ameshakufa Ibrahim, ameshaondoka duniani, ndio akaja mitume nyingi. Tena kuna mitume mingi hapa katikati mpaka kuja kwa Musa na Isa. Si vipi unamtaka katika Uyahudi na katika Unasara, wakati huu Uyahudi na Unasara ulitokea baada ya Musa na Isa? Vipi? Sheikh wangu anasema, ya ashab alkutub almunazzala, enyi watu wa vitabu vilivyoteremshwa kutoka mbinguni huko, min alyahudi wan nasara, tena katika Mayahudi na Manasara, kaifa yujadilu kullu minkum, vipi anaweza kuonyesha ule uhodari na kuonyesha ujasiri na kujadiliana kila mmoja miongoni mwenu,
fi anna Ibrahim alayhi salam, kwamba huyu mtume Ibrahim, rehma na amani zishuke juu yake, kana ala millati, kwamba alikuwa yupo katika dini yake. Sababu kila mmoja anadai kwamba Ibrahim alikuwa katika dini yake. Yahudi anadai hivyo, na Nasara pia naye anadai madai kama hayo. Wama unzilat at-Taurat wal-Injil, na wala havikuteremshwa, maana haikuteremshwa Taurat wala Injil illa min ba'dihi, isipokuwa baada yake, maana baada ya Ibrahim kuondoka. Afala tafqahuna khata'a qawlikum, hivi nyinyi hamjui kosa la maneno yenu? Allah tabaraka wa taala aliuliza afala ta'qilun, maana hivi nyinyi hamjui kosa haya maneno yenu, kama haya maneno makosa kabisa. Inna Ibrahima kana yahudiyan au nasraniyan, babaiti Ibrahim kwamba alikuwa ni Myahudi au ni Nasara. وقد علمتم، نا حقيقة مشاهد وفكر، أن اليهودية والنصرانية، كما هو يهودي له النصارى كريسته، حدثت بعد وفاته بحين ولزكه، ويهودي ونصارى بعد وفاة إبراهيم تنقى وقت mwingi، kwa wakati tulipita muda mrefu, muda mwingi tu, maana kuna mitume mingi ilipita hapa katikati, Ishaqa na Yaqub, Ismail, kuna Yusuf, napita mitume, alafu ndo akaja huyu Musa na Isa, na baada ya Musa kuna mitume mingi ilipita, ndo akaja nani? Akaja Isa. Ha antum, nyinyi Mayahudi, haula, hawa Manasara, hawa hajajtum, mnajadiliana nyinyi fima lakum bihi ilmun, katika lile jambo ambalo mna nyinyi katika jambo hilo ujuzi. Manake nyinyi mnajadiliana kuhusiana na jambo la Musa na Isa, sababu ndio jambo ambalo nyinyi mnajadiliana nalo, na jambo hili mnalo kwa sababu ni mitume ambao nyinyi mmeingia na kujiona. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm, vipi mnajadiliana, mnabishana katika lile jambo ambalo hapana kwa nyinyi ujuzi wowote, nao ni jambo la Ibrahim. Hili jambo la pili, jambo la Ibrahim, hamna elimu nalo, hamjui Ibrahim wala hamjamuona katika yukoje, wala hamjui dini yake ilikuwa vipi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah anajua na hali ya kuwa nyinyi hamjui chochote. Manake nyinyi mwazungumza tu kichwa mchunga, sawa, wazungumza biduni hujja, asna hoja yoyote, wajiongelea. Ha antum, nyinyi Mayahudi, nyinyi haula, hawa Manasara, hajajtum, tunajadiliana Yahudi na Manasara fima lakum bihi ilmun, katika lile jambo ambalo mnalo nyinyi katika jambo hilo ujuzi. Manake mnabishana kuhusiana na jambo la Isa na Musa, ni jambo ambalo mnajuzi nalo, mnalijua. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm, vipi basi, kwa nini mnajadiliana, mnazozana katika lile jambo ambalo hamna nyinyi ujuzi wote katika jambo hilo? Wa huwa amru Ibrahim, nalo jambo jadiliani kuhusiana jambo la Musa na Isa, sababu ni mitume wenu na mnafahamu na wajua, lakini achaneni na kujadiliana jambo la Ibrahim sababu hamjui na hamjui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na Allah anajua na hali ya kuwa nyinyi hamjui. Sheikh wangu hapa anasema ha antum ya haula jadaltum Rasulullah, hivi nyinyi mnajadiliana na mtume wa Allah Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima lakum, kuhusiana jambo ambalo mna nyinyi kwa jambo hilo ilmu, ujuzi, min amri dini, kutokana amri za dini au kutokana na mambo ya dini, bima ta'taqiduna sihhatahu, kwa vile ambavyo mnavyoitakidi ule sahihi wake, sahihi wa kuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kutubikum, katika vitabu vyenu. Walima tujadiluna fima laysa lakum bihi ilm, vipi nyinyi mnajadiliana katika lile jambo ambalo hamna nyinyi kwa jambo hilo ujuzi wote. Min amri Ibrahima, msana jambo la Ibrahim hamna ujuzi nalo nyinyi. Jadiliana mambo ya Musa, jadiliana mambo ya Isa, jadiliana jambo la Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadiliani nani hili jambo la Ibrahim liacheni. Wallahu ya'lamu al-umura ala khafa'i, Allah anajua mambo juu kule kujificha kwake. Wa antum la ta'lamun, na hali ya kuwa nyinyi hamjui. Sasa sikizeni habari hizi.
huo ubishi wenu huo mimi naukata kabisa. Yale maneno anasema qata'at jahizatu qawla kulli khatib ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan, hakuwa Ibrahim ni yahudi wala ni nasara. Anatafuteni maji msikutwe mlala mjadala yenu, walakin kana hanifa, lakini alikuwa Ibrahim hanifan, ni mtiifu, manake ni mwenye kuepukana na dini zote, mwenye kushikamana na Uislamu, musliman, mnyenyekevu Muislamu, wama kana min almushrikin, na wala hakuwa ni katika washirikina. Allah tabaraka wa taala hapa ndio kavunja ule mzozo wa mjadala. Mzozano wetu wote wanamwabudu mbali, hawa Mayahudi wamemwabudu huko mbali huko, na Manasara mwabudu mbali, watafuta maji waoge walale. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan, na hakuwa Ibrahim ni myahudi wala ni nasara, hakuwa myahudi wala hakuwa nasara, walakin kana hanifan muslima, lakini alikuwa yeye hanifan, ni mwenye kuepukana na dini zote, kushikamana na Uislamu. Musliman, mnyenyekevu, manake ni mwenye kufuata Uislamu, yani wama kana min almushrikin, na wala hakuwa Ibrahim ni katika washirikina. Allah tabaraka wa taala pametaja mila nne. Kwanza ametaja millatul yahud, millatul nasara, millatul islam, alafu millatul shirk, ile ushirikina. Alafu mila hizi tatu zote na Ibrahim hakuwa katika mila hizi, hakuwa katika mila ya Yahudi wala kinasara wala kishirikina, isipokuwa alikuwa mila ya Uislamu. Kwa Ibrahim ni Muslim. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan, hakuwa Ibrahim ni yahudi wala ni nasara. Falam takun alyahudiyyatu wala nasraniyatu illa min ba'dihi, haukuwa ule yahudi wala ule nasara isipokuwa baada ya kuondoka Ibrahim. Walakin kana muttabi'an li amri Allah wa ta'atihi, lakini Ibrahim alikuwa ni mwenye kufuata amri za Allah na taa zake. Mustasliman li rabbih, mwenye kujisalimisha kwa Bwana wake. Wama kana min almushrikin, na wala hakuwa Ibrahim ni katika washirikina. Inna awla an-nas bi Ibrahim, hakika yule mwenye kustahiki zaidi wa watu kwa Ibrahima, lalladhina tabauhu, ni wale ambao walimfuata yeye, wale wanastahiki zaidi kujinasibisha na Ibrahim, sio nyuma ya Yahudi na Nasara. Inna awla an-nas, hakika yule mwenye kustahiki zaidi katika watu bi Ibrahim, kwa kujinasibisha na Ibrahim, ni wakuna nani hao? Lalladhina tabauhu, ni kwa wale ambao waliomfuata Ibrahim. Wa hadha an-nabi, na huyu mtume huyu amani nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha an-nabi, na nabii huyu, manake na mtume huyu pia ana haki zaidi ya kujinasibisha na nani? Na Ibrahima. Walladhina amanu, na wale ambao waliomwamini mtume huyu ambao ni Muislamu, wana haki zaidi ya kujinasibisha na Ibrahim, si Yahudi wala si Nasara. Wallahu waliyul mu'minin, Allah ni kipenzi wa waumini. Inna awla an-nas bi Ibrahim, hakika yule mwenye kustahiki zaidi wa watu bi Ibrahim, kwa kujinasibisha kwa Ibrahim, kwa kule kujinasibisha na Ibrahim, yule mwenye kustahiki zaidi katika watu kujinasibisha kwa Ibrahim, kwamba yeye anaweza akajinasibisha kwamba Ibrahim ni mtu wetu, ni mwenzetu, ni mtume wetu. Ni nani? Alladhina tabauhu, ni wale ambao wanamfuata, wanamfuata Ibrahim. Hawa ndio wanaweza kujinasibisha kwamba Ibrahim si mtume wetu, wala ni sio nyinyi Wayahudi na Nasara, wala sio nyinyi washirikina. Pia tafuteni mahali muhimu. Wa hadha an-nabi, na mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walladhina amanu, na wale ambao waliamini. Hawa ndio wana haki wa kuweza kujinasibisha na Ibrahim, na wakaweza kuzungumza kwa neno kubwa, sawa, neno kubwa lenye sauti ndefu. Wallahu waliyul mu'minin, Allah ni kipenzi wa waumini. Sheikh wangu anasema inna ahaqqa an-nas, hakika yule mwenye haki zaidi wa watu bi Ibrahima, kwa kujinasibisha na Ibrahim. Wa akhassahum bihi, na yule mwenye kujihusisha zaidi wa watu kwa Ibrahim, alladhina amanu bihi, ni wale ambao kwanza waliomwamini.
wasaddaqu birisalatihi, na wakasadikisha ule utume wake, wattabauhu ala dini, na wakamfuata juu ya dini yake. Wa hadha an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mtume huyu Muhammad. Allah aliposema wa hadha an-nabiy, anamkusudia mtume wetu Muhammad, ndio ana haki vile vile kujinasibisha kusema Ibrahim ni ndugu yake katika imani. Walladhina amanu bihi, na wale ambao waliomwamini huyo Muhammad. Wallahu waliyyul mu'minina bihi, Allah ni kipenzi kwa waumini, almuttabi'ina shara'a, na waumini ambao wanafuata sharia. Wadda ta'ifatun min ahli alkitab, linatamani kundi katika wale waliopewa vitabu, min alyahudi wan nasara, la yudhillunakum, lau wakupotezeni nyinyi Waislamu. Tamani wama yudhilluna illa anfusahum, na wala hawampotezi yoyote isipokuwa wanazipoteza nafsi zao. Wama yashurun, na wala hawajielewi. Wapo hii lugha kutokujielewa, kumbe lugha ya ama mjeke tuelewe. Wadda ta'ifatun min ahli alkitab, wanatamani au linatamani kundi katika wale waliopewa vitabu katika Mayahudi na Manaswara. Wanatamani nini? Lau yudhillunakum, lau wakupotezeni nyinyi, manake wakuingizeni katika idhlal, kupotee. Mayahudi na Manaswara siku zote hawalali, tageti yao kubwa, shabaha yao ni Uislamu kuwapoteza. Tumepotea wala hatutoki katika mtego huu. Kama itakuwa wewe huja naswa katika mtego, basi utakuwa na mtego huu, lakini hutoki. Kama huja naswa kwenye muziki, basi utanaswa kwenye kamari. Kama kwenye kamari hauko kwenye kamari, basi utanaswa kwa kuangalia tamthilia za Kituruki. Kama labda hutonaswa huko, utanaswa kwenye boli, hapo utoki. Utawe salasa, utoki kwenye boli. Utababamba mpaka uchoke, lakini utoki. Ndio tabu shanasha. Kwani watu wangapi wataka darasa watasema ngine? Kafir. Hii kama khabaria yataji jawabu mashaka. Allah subhanahu. Wama yudhilluna, na wala hawampotezi yoyote, illa anfusahum, isipokuwa nafsi zao tu. Wama yashurun, na wala hawalitambui hilo. Ay tamannat jama'atu min alyahudi wan nasara, manake limetamani kundi katika Mayahudi na Manasara. La yudhillunakum ayyuha almuslimun, la wawapotezeni nyinyi enyi Waislamu, anil islam, muwache Uislamu wenu. Wama yudhilluna illa anfusahum, na wala hawawezi kumpoteza yoyote isipokuwa watapoteza nafsi zao, wa atba'ahum, na wale wafuasi wao ndio kuwafuata wao. Kwa sababu na kukifuata hizi taratibu ndio ile man tashabbaha biqaumin, alafu ndio namalizia sawa. Wama yadruna dhalika wala ya'lamunahu, ya ahla alkitab, enyi watu mliokuwa vitabu, lima takfuruna biayati llahi, kwa nini basi mnazikanusha aya za Allah? Wa antum tashhadun, na hali ya kuwa nyinyi mnashuhudia. Malaki mnazikanusha aya za Allah zilizomo katika vitabu vyenu na Taurati wal Injili, mkanusha kuhusiana na sifa na zile tafsiri za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurati imembashiri mtume, Injili imembashiri mtume wetu Muhammad. Mbona hizi aya zinazofahamisha kubashiriwa kwa mtume wetu masikataa? Ndio watuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya ahla alkitab, enyi watu mliokuwa vitabu, min alyahudi wan nasara, lima takfuruna bi ayati llahi, kwa nini mnazikanusha, mnazikataa aya za Allah? Wa antum tashhadun, na hali ya kuwa nyinyi mnashuhudia. Ya ahla at-taurati wal injil, enyi watu wa Taurati na Injili, lima tajhaduna ayati llahi allati anzalaha ala rusulikum fi kutubikum, vipi mnazikanusha aya za Allah ambazo ameziteremsha aya hizo juu ya mitume wake katika vitabu vyenu? Wa fiha, na katika aya hizo, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa rasulul muntadhar, kwani ndani ya aya hizo zinaelezea kwamba Muhammad, rehma na amani za juu yake, ni mjumbe, ni mtume wa Allah mwenye kungojewa, mwenye kusubiriwa. Wa anna ma ja'akum bihi huwa alhaq, na yale ambayo aliwaleteeni mtume huyo ni ya kweli. Wa antum tashhaduna bidhalik, na hali ya kuwa nyinyi mnalishuhudia hilo. Walakinnakum tunkiruna,
lakini nyinyi mnalikataa na kulipinga. Vipi? Ya ahla alkitab, enyi watu mliopewa vitabu min alyahudi wan nasara, lima talbisuna alhaqqa bilbatil, kwa nini mnaichanganya haki pamoja na batil? Wataktumuna alhaqa, na mnaificha haki, ukweli wa kuificha. Wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa nyinyi mnajua hilo. Yote anakuambia katika hali ya kuwatahadharisha. Shushuwaza ashabika. Ya ahla alkitab, enyi watu wa vitabu, manake ya ahla at-taurat wal injil, lima talbisuna alhaqqa bilbatil, kwa nini mnaichanganya haki na batil? Fi kutubikum, katika vitabu vyenu, bima haraftumuhu, kwa vile ambavyo mlivyogeuza nyinyi, wakatabtumuhu min albatil, na mkaviandika vitabu hivyo katika batil, aidikum, kwa kutumia mikono yenu. Wataktumuna alhaqa, na mnaificha haki nyinyi, hamtakudhihirisha. Min sifati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, katika sifa za mtume wetu Muhammad, rehma na amani zake, waficha, hamzungumzi. Yani hamkiri kwamba Taurati inamuelezea mtume Muhammad kama ni mtume wa haki, na nyinyi Wanasara nao vile vile hamkiri kwamba Injili inamuelezea na kumtaja Muhammad kama ni mtume wa haki, tena mwenye kungojewa. Hamuelezei hivyo, na wakati haya yote yako kwenye vitabu vyenu. Wa antum ta'lamun, hali ya kuwa mnajua nyinyi hilo. Waqalat ta'ifatun min ahli alkitab, na likasema kundi katika wale waliokuwa vitabu, aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar, aminini yale ambayo yaliyoteremshwa juu ya wale ambao walioamini, wajha an-nahar, mwanzo wa mchana. Wakfuru akhirahu, na yakataeni mwisho wake, la'allahum yarji'un, ili wao wapate kurudi katika dini yao. Manake kulitokea kundi katika Mayahudi na Manasara wakiwaambia wale wafuasi wao kwamba haya ambayo yameteremshwa kwa hao waumini wa Muhammad, basi aminini ule muda wa mchana, mwanzo wa mchana, aminini, kuonyesha kama vile mko pamoja nao. Alafu kifika muda wa jioni, tokeni ili mwapate tamaa wengine nao warudi katika dini. Hii ni katika hila, katika mbinu njama fulani kwa wakitumia Mayahudi kudhoofisha Uislamu pamoja na Waislamu wenyewe na waumini. Waqalat ta'ifatun min ahli alkitab, na likasema kundi katika wale waliopewa vitabu min alyahudi wa nasara, aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar, yaaminini yale ambayo yaliyoteremshwa juu ya wale ambao walioamini, wajha an-nahar, mwanzo wa mchana. Ule mwanzo wa mchana ule dhihirisheni kama vile mmemwamini, mmeamini haya mafundisho, ifanyeni kama nyinyi mmesoma. Wajha an-nahar awwala, wakfuru akhirahu, na yakataeni mwisho wake. Yani kufika ile mwisho wa mchana ule bila jioni, kataeni kabisa, tokeni katika Uislamu wao. Hii ilikuwa ni katika mbinu fulani, la'allahum yarji'un, hili wao wapate kurejea katika ukafiri wao. Waqala ta'ifatun min ahli alkitab, na likasema kundi katika wale waliokuwa vitabu min alyahudi, katika Mayahudi, saddiqu billadhi unzila ala alladhina amanu, yasadikisheni yale ambayo, yakubalini yale ambayo yaliyoteremshwa juu ya wale ambao walioamini, ambao ni wafuasi wa Muhammad. Awwal an-nahar, mwanzo wa mchana, ile wajha an-nahar, mwanzo wa mchana, dirisheni, onyesheni kama mmeamini na mafundisho. Wakfuru akhirahu, na yakataeni mwisho wake, la'allahum yatashakkakuna fi dini, ili wao wapate kuwa na shaka katika dini yao. Yani watoke watu, vipi, mbona kuna wenzetu watu wameamini kama wengine wametoka hivi, bila shaka matatizo hizi, wengine wapate shaka, alafu watune naye, wayarji'un anhu, alafu warejee kwa kuachana nao dini ndio fulani na fulani. Kwa nini kifanyika? Wala tu'minu illa laman tabi'a dinahu, na wala msimwamini isipokuwa yule atakayefuata dini yenu. Wanaambia na maneno haya kama vile Allah tabaraka wa taala aliposema katika aya nyingine, walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum, sio wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, sio, na wala msimwamini isipokuwa yule ambaye atakayefuata dini yenu. Qul, waambie Muhammad, innal huda huda Allah, hakika uongofu wa Allah.
man yahdihillahu fala mudilla lahu, yote ambaye Allah tayari ameshamkadiria aongoke, hidayat at-tawfiq, hakuna yote mwenye uwezo kumpoteza yote, na tayari ameshakadiria kwamba wewe uongoke, hatotokea mtu yote atakayekupoteza yoyote. Yes, kama yudhilillahu fala hadiya lahu, na yule ambaye Allah tayari ameshamkadiria apotee, hakuna ambaye anaweza kumuongoza isipokuwa idhini yake. Ayuta ahadun mithla ma utitu, kwa kule kupewa tu mmoja wao mfano yale ambayo mliopewa nyinyi, au yuhajjukum inda rabbikum, au kubishana na nyinyi mbele ya Bwana wenu. Qul, sema Muhammad, innal fadla biyadillah, hakika ubora biyadillah upo katika mikono ya Allah. Yuutihi man yasha, ubora ule anampa Allah mtakaye. Wallahu wasi'un alim, Allah ni mkunjufu na ni mjuzi. Wala tu'minu illa liman tabi'a dina, na wala msimwamini isipokuwa yule ambaye atakayefuata dini yenu. Sawa, fakana yahudia, tena akawa ni myahudi, kama tutakapomwamini. Sio mwanzoni muradi tu mwamini mtu mwamini, hapana, bali hata hivi sasa kuna baadhi ya mapote ambayo yako ndani ya Uislamu pia wanahamasishwa kwa wakukadha sisi mtu fulani sababu mwenzetu. Sasa sikize Qur'an na Sunna, sisi tunakuja kusikiza wako hadi sisi tumekuja hapa ulimwenguni kusikiza maneno yako wewe. Sisi tusikiza kitabu na Sunna, tusikiza maneno yako wewe, na Sunna tuambie tukusikize wewe, yani kwamba hata kumsikiza mtu yoyote dunia zaidi yako wewe. Mbona watufanya wanachanga namna hiyo? Na kwa sisi tuna akili zetu na ndevu zetu au zindevu zio sasa kama tuwazima sasa, au sio bwana? Au simaje shafao kazi. Alafu sasa tukosekana tukusikize wewe. Soma na somaje bwana? Sawa. Inawezekana. Sema usikize kitabu na kasikize Sunna na kasikize Mtume. Hapo sasa. Msifuate mtu huyo, fuate nani sasa? Afuate yeye. Kama mambo vipi? Hata tutaka. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, na wala msimwamini isipokuwa yule ambaye atakayefuata dini yenu. Fakana yahudia, Sheikh hapa akasema, akaongeza na Sheikh, fakana yahudia, tena awe ni Yahudi. Sheikh naye qul, waambie Muhammad, innal huda huda Allah, hakika uongofu wa Allah. Bimaana kulli lahum ya Muhammad, kullahum ya Muhammad, waambie wao Muhammad, innal huda wat tawfiqa, hakika ule uongofu na kule kuwafikishwa, huda Allah, ni uongofu wa Allah na ni tawfiki yake ile imani sahihi, kwa kupata ile imani iliyokuwa sahihi. Maana kuna mtu yote anaweza kuongoza ile Allah tabaraka. Sawa, wala si kwamba wewe kwamba labda umejiepusha na maasi ukajiona kwamba huo ndizo nguvu zako wewe, au kule kufanya toa sana kwamba labda wewe ni nguvu yako wewe. Hapana, yote hii ni katika kadari, ni katika tawfiki ya Allah subhanahu. Ayuta ahadun, kwa kule kupewa yoyote, mithla ma utitum, mfano yale ambayo mliokuwa nyinyi, au yuhajjukum inda rabbikum, au kule kujadiliana nyinyi katika ilmu, yani mbele ya Bwana wenu. Qul, sema Muhammad, innal fadla biyadillah, hakika ubora uko katika mikono ya Allah, uko katika mikono ya Allah, ubora uko katika mikono ya Allah. Sawa, yuutihi man yasha, Allah anampa ubora huo ule amtakaye. Allah anampa ubora huo ule amtakaye katika waja wake. Wallahu wasi'un alim, Allah ni mkunjufu, maana mpana, alim na ni mjuzi. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha, anamkhusisha Allah kwa rehema zake yule amtakaye. Allah anamkhusisha katika rehema zake. Wallahu dhul fadli al-azim, Allah ni mwenye ubora uliokuwa mkubwa kabisa. Yani inna Allaha yakhtassu min khalqihi, hakika Allah anamkhusisha katika viumbe wake man yasha, yule amtakaye, binubuwa, kumpa ule unabii, wal hidayah, kumpa ule uongofu akaongoka,
ila akmali sharai, kuweza kumpa ule ukamilifu wa sheria. Wallahu dhul fadli al-azim, na Allah ndio mwenye fadla, tena fadla zilizokuwa kubwa. Al-azim ni sifa fadla, mashazangu, sio sifa ya dhul, sifa fadla. Sawa, tuko sawa jamani? Hii dhul hii ndio sifa ya Allah, lakini al-azim ni sifa ya fadla. Manake wallahu na Allah dhul fadl ni mwenye ubora, al-azim ubora ulio mkubwa, sio Allah la mkubwa, ubora ulio mkubwa. Sawa, ni masala ya kawaida sana katika fadha na si masala makubwa sana, madogo sana. Wa min ahli alkitab, na katika wale waliopewa kitabu. Wa min ahli alkitab, na katika wale waliopewa kitabu, min alyahudi wan nasara, man ambaye in ta'manuhu biqinqari, kama utamwamini yeye kwa mirindiko ya mali, kwa mali nyingi, kama utamwamini, yuaddihi ilaika. Sawa, manake kwamba atazitekeleza, manake atakutekelezea mali hizo wewe, atakupa mali hizo wewe. Wa minhum, na kuna miongoni mwao, man ambaye in ta'manuhu bidinari, kama utamwamini huyo bidinari, kwa dinari moja tu, la yuaddihi ilaika, hawezi kukutekelezea wewe, hawezi kukulipa illa ma dumta alayhi qa'ima, isipokuwa ukiwa ni mwenye kuendelea kumsimamia. Illa ma dumta alayhi, isipokuwa ikiwa ni mwenye kuendelea juu yake kumsimamia. Dhalika, hilo, biannahum, kwa sababu wao hao Mayahudi, qalu, wanasema, laisa alaina fil ummiyin, hapana juu yetu sisi, fil ummiyina, sawa, katika kuwadhulumu hawa wajinga, sabili, hapana njia ya lawama. Wayaquluna ala Allahi alkadhib, na wanasema juu ya Allah urongo, wa hum ya'lamuna, hali ya kuwa wanajua hilo. Yani hapo Allah tabaraka wa taala anazungumza kwamba kuna baadhi ya Wayahudi unapoamini katika mali nyingi, basi wanazitekeleza wanapotekelezea, na kuna baadhi ya Wayahudi unapoamini kwa kitu kidogo katika mali hawatekelezi. Lakini wakati huo huo wenyewe wanasema kwamba hawa watu wasiokuwa Mayahudi, sawa, kuna haki sisi kuwadhulumu tu, tukitaka tunaweza kuwadhulumu, na tukitaka tusiwadhulumu. Tuko sawa? Maana tukitaka tunaweza kutekeleza amana zao, na tukitaka basi tutekeleze amana zao. Hiyo ndo itikadi yao, ambayo ni itikadi bovu. Allah tabaraka wa taala anasema, wa min ahli alkitab, na katika wale waliokuwa vitabu, man, kuna yule ambaye ta'manuhu biqinqari, utakapomwamini yeye kwa mali nyingi. Biqinqari maana ala kathiri min almal, utakapomwamini yeye katika mali nyingi, yuaddihi ilaika, maana anakutekelezea wewe mali nyingi. Anapomwamini katika mali nyingi, maana anaweza kutekelezea zile mali zako, maana akakupa pasi na khiyar. Kama utamkopesha utampa, sema apeleke. Wa minhum, na kuna miongoni mwao, man in ta'manuhu bidinari, ule ambaye kama utamwamini kwa dinari moja tu, umemwamini katika kumkopesha au kumpa kuipeleka mahali, la yuaddihi ilayka, hawezi kukutekelezea wewe, anaka anaitafuna, anafanyia khiana. Sawa, illa ma dumta alayhi qa'ima, isipokuwa utakapoendelea kumsimamia. Maana utakapoendelea kumsimamia vipi? Utakapomng'ang'ania sasa, lipe ile langu, nilipe hapo, ndio sababu akiweza kukopeshana, alafu kama akaangalia mali zake kaingia pale. Kwa hali zote hizi Mayahudi wanazo, unaweza kumpa amana yako akairudisha, na unaweza kumpa amana yako akaiteketeza akaenda, na wala haoni kama tatizo. Sifa zote hizo nzuri. Kwa sababu gani? Dhalika, hilo na kufanya hivyo, biannahum, kwa sababu wao, qalu, wamesema, laisa alaina fil ummiyin, hapana juu yetu katika kuwadhulumu hawa watu wajinga, anakusudiwa Waarabu, sabilu, na hapana dhambi, hapana lawama. Sawa, dhalika, hilo, biannahum, kwa sababu wao, qalu, wamesema, laisa alaina fil ummiyina sabila, hapana juu yetu kwa hawa wajinga wasiojua kusoma wala kuandika, sabilu, dhambi yoyote katika kuwadhulumu. Wanasema hivi, maana tukitaka tunaweza kuwadhulumu, na tukitaka tusiwadhulumu sisi.
Maana kutokumdhulumu sawa na ukimdhulumu vile vile sasa hauna madhambi. Wanasema wayakuluna ala Allahi alkadhib, na wanasema juu ya Allah urongo, wa hum ya'lamuna, hali ya kuwa wao wanajua. Bala, kwa nini? Man awfa biahdihi, yoyote atakayetekeleza ahadi yake, awe ni Myahudi, awe ni Mnasara, awe ni Muislamu, awe ni Mswabai, awe wattaqa, na akamcha Allah, inna Allaha yuhibbul muttaqin, Allah anawapenda wenye kumcha. Bora tukamweza kutekeleza ahadi yake. Ni kwa maana mtu kufikisha mtu kwa kukopesha ukamlipa deni lake, iko sawa? Kwa hali yoyote utakayokuwa, basi Allah huwapenda watu wa aina hii. Bala, kwa nini? Man awfa biahdihi, yoyote atakayetekeleza ahadi yake, wattaqa, na akamwogopa Allah ukweli wa kumwogopa, inna Allaha yuhibbul muttaqin, basi Allah anawapenda wale wenye kumcha yeye. Laisa al-amru kama za'ama haulai al-kadhibun, halikuwa jambo bwana ni kama walivyodai hawa warongo. Fa inna al-muttaqi haqqan, kwamba hakika yule mwenye kumcha Allah ukweli wa kumcha, huwa man awfa bima ahada Allah alayhi, ni yule ambaye anatekeleza kile ambacho alichomwahidi Allah juu yake, min adai al-amana, katika kutekeleza amana ya mtu, wal imani bihi wa bi rusulihi, na kule kumwamini Allah na mitume wake, waltazama hadiyahu wa shar'a, na akalazimiana na uongofu wake, uongofu wa Allah na sheria zake, wa khafa Allah azza wa jalla, na akamwogopa Allah azza wa jalla, wamtathala amrahu, na akatekeleza amri zake, wantaha amma nuhiya anhu, na akajiepusha, akajikomesha, akajikataza kutokana na yale ambayo amekataza yeye. Wallahu yuhibbul muttaqin, Allah anawapenda wale wenye kumcha yeye, alladhina yattaquna shirka wal maasi, ambao wao wanajikinga na ushirikina na maasi. Innal ladhina yashtaruna biahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalila, hakika wale ambao wanaobadilisha ahadi za Allah, wanaozibadilisha zile ahadi za Allah na viapo vyao kwa thamani ndogo tu, ulaika hawa la khalaqa lahum fil akhirah, hawana fungu lolote kwa wao katika maisha ya akhirah. Wala yukallimuhum Allah, na wala hatawasemesha wao Allah. Wala yanzuru ilayhim, na wala hawatawatazama yeye Allah yaum alqiyama, siku ya kiyama. Wala yuzakkihim, wala hatawatakasha wao. Wala hum adhabun alim, na watapata wao adhabu yenye kutia uchungu. Sawa? Ndio, innal ladhina yashtaruna biahdi Allah, hakika wale ambao wanaobadilisha ahadi za Allah, wanabadilisha kabisa zile ahadi za Allah, wamemwabidi Allah hivi, watekeleza hivi, wa imanihim, na vile viapo vyao pia wanabadilisha, wameapa hivi alafu wanafanya hivi, wanavunja yani thamanan qalila, kwa thamani ndogo katika thamani za kidunia. Kwani kuna watu wangapi wameuza dini zao kwa dunia? Mtu katoa shilingi 40 tu basi, sasa atoa fatwa tofauti ilivyo katika sheria. Wangapi? Ulaika hawa la khalaqa lahum fil akhirah, hawana fungu, manake hapana fungu lolote kwa wao katika maisha ya akhirah, hawana fungu lolote. Wala yukallimuhum Allah, na wala hatawasemesha Allah kule kuwasemesha kwa rahma. Wala yanzuru ilayhim, na wala hatawatazama ya Allah bila jicho la rehma yaum alqiyamah, siku ya kiyama. Wala yuzakkihim, na wala hatawatakasa wao na kuwataharisha kutokana na madhambi yao. Wala hum adhabun alim, na watapata wao adhabu ya kutoka. Sheikh wangu anasema innal ladhina yastabdiluna biahdi Allahi wa wasiyatihi, hakika wale ambao wanaobadilisha ahadi za Allah na usia wake, allati awsa biha fil kutub, usia ambao ameusia usia huo Allah katika vitabu, allati anzalaha ala anbiyaihi, vitabu ambavyo ameviteremsha Allah juu ya manabii wao, iwadan wa badalan khasisan, kwa badali ambayo duni na khasis, duni thamani min iwadi dunia, katika zile badali za kidunia, sawa, wa hitamiha, na yale mambo yale mabaya ya dunia. Ulaika hao la nasiba lahum min athawabi fil akhirah, hawana fungu, hapana fungu lolote kwa wao katika malipo fil akhirah, katika maisha ya akhirah. Na hii ndio maana Allah aliposema ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, hao hapana fungu lolote watakolipata wao katika maisha ya akhirah.
wala yukallimuhum Allahu bima yasur, na wala hatawasemesha Allah kwa kile ambacho kitakachowafurahisha wao, manake hawatapata yale maneno mazuri kwa Allah tabaraka. Na kama ni maneno tukawapata wao, basi itakuwa ni maneno magumu, maneno mabaya kutoka malaika. Wala yanzur ilayhim yawm alqiyama bi'aini rahma, na wala hatawatazama wao Allah siku ya kiyama kwa lile jicho la huruma, hatawatazama. Maana kama atawatazama bi'aini alghadab wa bi'aini sakht, jicho la hasira na jicho la chuki. Wala yutahiruhum, na wala Allah hatawataharisha, na vile Allah aliposema wala yuzakihim, hatawatakasha. Maana wala yutahiruhum min danasi dhunubi wal kufr, kutokana na yale machafu ya madhambi na ukafiri. Wala hum adhabun muji', na watapata wao adhabu yenye kutia uchungu يوم القيامة siku ya kiyama. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu